Mimi ni Alfred Kondoe, mtaalamu wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Sasa kama ambavyo mnafahamu, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania tulikuwa tumetoa utabiri wa mvua za vuli kwa yale maeneo ambayo yanapata mvua mara 2 kwa mwaka, na maeneo haya ni yale ya pwani ya kaskazini mwa nchi yetu, nyanda za juu kaskazini mashariki, pamoja na ukanda wa ziwa Victoria, ikihusisha pia kaskazini mwa mkoa wa Kigoma pamoja na kaskazini ya mkoa wa Morogoro. Maeneo haya kwa kawaida yanapata mvua mara 2 kwa mwaka, mvua zile za mwezi wa 10 hadi 12, mara nyingi tunaziita mvua za vuli, na mvua za mwezi wa 3 hadi wa 5 zinaitwa mvua masika. Sasa kwenye maeneo haya mvua zake zenyewe zimeshaisha zile za vuli, na sasa hivi tupo kwenye kipindi cha ukavu tukijiandaa na kusubiri msimu wa mvua za masika ambazo kwa kawaida zinaanza mwezi wa 3. Sasa kwa maeneo mengine yaliyobakia ya nchi yetu, hapa nikimaanisha pwani ya kusini kwenye ile mikoa ya Lindi na Mtwara, mkoa wa Dodoma, kusini ya mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe, na maeneo ya Katavi ukienda hadi Tabora na Singida, na kusini mwa mkoa wa Morogoro, na kusini ya mkoa wa Kigoma, haya kwa kawaida yanapata mvua mara 1 kwa mwaka. Mvua zake zinaanza mwezi wa 11 kwa kawaida, zinaenda hadi mwezi wa 4. Na sasa hivi maeneo haya ndio ambayo yanaendelea kupata mvua. Sasa baada ya kuwa tumefanya tathmini ya ule utabiri ambao tuliutoa wa vuli, na baada ya kuwa tumepokea mirejesho kutoka kwenye jamii, watumiaji wa taarifa zetu za hali ya hewa, basi tumeona kwamba utabiri ule ulikuwa sahihi kwa kiasi cha 94.1. Na pia kwenye utabiri ule tulisisitiza kwamba maeneo mengi tunatarajia yatawaliwe na vipindi virefu vya ukavu na mvua zisizo na mtawanyiko mzuri, na hiko ndicho ambacho kimejitokeza katika maeneo yale. Sasa kwa kawaida sisi tunapotoa taarifa za hali ya hewa, ambapo ni wajibu ambao tumepewa na sheria yetu ile namba 2 ya mwaka 2019, ambapo inatutaka Mamlaka ya Hali ya Hewa tuweze kutoa taarifa za hali ya hewa, lakini pia tuweze kuratibu shughuli zote zinazohusiana na mambo ya hali ya hewa na mabadiliko ya tabia nchi hapa nchini. Basi tunatarajia wadau wetu nao wazipokee taarifa zile na waweze kuzitumia. Wanapozitumia wanapata tija, na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wao wenyewe hawaathiriwi na majanga yanayotokana na hali ya hewa, lakini pia mali zao zinakuwa salama. Sasa kwa muktadha huo, tutaona kwamba jambo kubwa la kufanya tunapotoa taarifa zetu ni kuzizingatia. Wananchi tunawaomba, tunawaasa wazipokee na wazingatie, wazitumie kwenye maamuzi, kwenye zile shughuli ambazo wanazifanya. Ikiwa wewe ni mkulima, basi tunaposema utabiri wa mvua kwa mfano za vuli labda zitakuwa nyingi, basi kwa kushirikiana na maafisa ugani tunawaomba wafuate ushauri wa maafisa ugani kwamba kwenye mvua nyingi shughuli gani zifanyike, mazao gani yalimwe au mbegu zipi zitumike. Lakini kama ni mwenzetu mtumiaji wa maeneo yale ya bahari, unafanya shughuli ya uvuvi, au ni msafiri wa mara kwa mara kutumia bahari na maziwa, basi tunapotoa utabiri ule wa upepo mkali kwenye vyanzo hivi vya maji, lakini pia mawimbi makubwa, basi tunapotoa taarifa tunaomba uwe na uzingatia kwenye maamuzi yako, ili uweze kuepukana na hasara ambazo zinaweza kusababishwa na majanga haya ya hali ya hewa. Naomba kufahamu kwa kiwango gani ambapo utabiri uliopita umeweza kufanikisha? Ni kwa asilimia ngapi utabiri uliotolewa umeweza kuwa sahihi? Asante sana. Kuhusu usahihi wa utabiri wa mvua zile za vuli, ni kwamba utabiri ule ulikuwa sahihi kwa 94.1, kwa maana ya kwamba kiwango cha mvua kilichotabiriwa kwamba maeneo mengi kupata mvua za wastani hadi chini ya wastani, au chache za kawaida kwenda chini kuwa chache, maeneo mengi yanaonekana kuwa yalipata mvua hizo. Lakini pia tulisisitiza sana kwamba mtawanyiko wa mvua zile hautarajiwi kuwa mzuri
na kweli ndivyo ilivyoonekana kwamba kuna tarehe unakuta kwenye mwezi labda siku 3 unapata mvua, zinakuja siku 10 zile vipindi vya ukavu, zinakuja tena mvua. Sasa hiyo huwa inaleta changamoto siku zote kwenye mazao, ambapo wadau wetu wengi au wananchi wetu wengi wanafanya shughuli za kilimo ambazo zinategemea mvua, na hivyo huwa wanaathirika moja kwa moja na aina hiyo ya mvua zinazonyesha. Pengine sasa upe ushauri wako kwa kama wewe mtaalamu wa TMA kwamba wananchi walikosa wafanye nini sasa? Pindi mnapotoa utabiri, kama mara nyingi wamekuwa unavotoa utabiri wanaupuuza. Baadaye ukianza kufanya kazi wanaanza kukumbusha kama walitoa kama hakutoa. Kipi cha kuambia? Asante sana. Kuhusu nini wananchi wafanye tunapotoa taarifa zetu, cha kwanza ni kuzipokea taarifa tunazotoa na kuzizingatia kwenye maamuzi. Na hapa labda nisisitize kwamba kwa mfano tunapozungumza tumetoa utabiri wa kanda fulani kuwa na mvua chache, basi wananchi waipokee taarifa kwamba mvua ni chache, alafu watafute nini cha kufanya kwenye mvua hizo chache. Kama mtu anafanya shughuli ya kilimo cha mahindi ambayo yanahitaji mvua nyingi, basi kipindi hiko ni kipindi cha kuanza kuwaza sasa shughuli gani nyingine ambayo mwananchi anaweza kaifanya ili iendelee kumletea kipato na kumletea chakula kwenye mazingira hayo ya mvua chache. Na maafisa ugani mara nyingi, maafisa kilimo huwa wanashauri, unapofanya nao kazi kwa pamoja, wanatuambia kwamba kukiwa na mvua chache, basi hata mazao ambayo tunalima huwa tunashauri wakulima wetu watumie mazao ya aina gani au mbegu za aina gani. Ni utabiri uliopita, ni maeneo gani ambayo yaliathirika zaidi na hasa kwenye upungufu wa mvua? Asante sana. Maeneo ambayo yaliathirika sana, kwa maana kwamba mvua zake zilikuwa chache zaidi, ni maeneo yale ya nyanda za juu kaskazini mashariki, Arusha, Kilimanjaro, maeneo ya Moshi yale, Same kule. Haya maeneo ukienda hadi Manyara, mvua zake zilikuwa chache zaidi ukilinganisha na ukanda wa Ziwa Victoria pamoja na huku pwani ya kaskazini, ambapo kuna mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, huku kidogo kulikuwa kuna nafuu. Lakini nyanda za juu kaskazini mashariki mvua zilikuwa chache zaidi ukilinganisha na mvua ya kawaida ambayo inanyesha kwenye mvua za vuli. Utabiri, kuna mambo ambayo mlitarajia alafu yakawa tofauti na vile ambavyo mlidhani? Asante sana. Wakati tunafanya tathmini ya mifumo ya hali ya hewa ambayo inatuongoza kupata utabiri wa mvua za msimu, mwaka uliopita kitaalamu tunasema ni mwaka ambao ulitawaliwa na joto la bahari ambalo lilikuwa la chini ya wastani. Na mara nyingi tunapofanya utabiri wa msimu, joto la bahari likiwa la chini ya wastani au juu ya wastani, kidogo huwa hatupati changamoto nyingi. Miaka ambayo mara nyingi kitaalamu inakuwa na changamoto ni ile miaka ambayo inakuwa na joto la bahari la vuguvugu. Alieleweki limezidi sana au limepungua sana. Pale inakuwa ni kiashiria kibaya kwa wataalamu wakati wa kufanya utabiri wa hali ya hewa. Kwa hiyo mwaka uliopita tulikuwa vizuri. Na confidence yetu wakati tunatoa taarifa ilikuwa kubwa sana. Na ndio maana hata kiwango cha utabiri ndio tunazungumza 94%. Mwingine anaweza asielewe sana 94% maana yake nini. Unaweza ukaona kwamba 94% maana yake ni kwamba yani mamlaka hali ya hewa tukitoa utabiri mara 10 ina maana karibu mara 9.4 tunasema ni sahihi. Hiyo ndio 94%. Kasoro 0.6 tu. Yeah. Tumeshuhudia Dar es Salaam kuwa na upungufu wa maji ambayo kwa mujibu wa DAWASA walisema kupungua kwa maji katika mto Ruvu kulisababisha. Mimi nataka kujua TMA wakati mnatoa utabiri hamkuwasiliana na baadhi ya mamlaka ikiwemo DAWASA? Asante sana kwa hilo swali zuri. Kwa kawaida kwenye hizo taasisi zote za serikali huwa tuna mashirikiano mazuri sana ya ufanyaji kazi. Na kwenye mchakato mzima wa kuandaa utabiri wa msimu wa nchi yetu huwa kuna kikao maalum cha wadau. Baada ya wataalamu kuwa tumeandaa utabiri wa hali ya hewa, huwa tunataka kupata tunasema impact na athari na ushauri wa kisekta. Huwa tunawaalika wataalamu kutoka sekta mbalimbali. Basi katika kundi zima la wataalamu ambao wanashiriki, huwa tuna watu kutoka Wizara ya Maji, kutoka kwenye mabonde, watu wa TANESCO, watu wa Wizara ya Kilimo, wenzetu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu kule upande wa majanga nao wanashiriki sana. Kwa kawaida taasisi nyingi huwa zinashirikiana kwenye kuweka athari na ushauri kwenye utabiri ule ambao unatolewa au unakuwa umeandaliwa. Lakini sasa hapa pana vitu viwili. Kitu cha kwanza kwamba tunajua kwamba mvua itakuwa nyingi au itakuwa kidogo. Hiyo kwa kesi hii ya mvua za vuli tuliona kwamba mvua zitakuwa chache.
Lakini jambo la pili linakuja sasa kwamba baada ya kuwa chache nini kitatokea na nini tutafanya. Sasa hiyo inakuwa ni michakato ya watu husika kwenye sekta husika zaidi. Sisi mamlaka ya hali ya hewa mara nyingi tunapotoa ule utabiri, tunaposhirikiana na wadau wetu kwenye sekta mbalimbali kuhakikisha kwamba wanaweka athari na ushauri, kwa maana ya kwamba tukisema mvua chache madhara yake ni nini kwenye sekta husika. Tukisema mvua zitakuwa hivi madhara yake ni yepi kwenye sekta husika. Alafu mambo mengine basi huwa yanaendelea kwa kufuata miongozo ya taasisi husika. Kuna kitu ambacho mmejifunza kulingana na utabiri uliopita? Kabisa. Mamlaka ya hali ya hewa sisi kila wakati tunajifunza. Kila wakati tunajifunza, na tunapojifunza ni kwamba kwanza mifumo ya hali ya hewa inabadilika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kila wakati kunakuja na changamoto zake. Kwamba kuna wakati mmezoea kwamba viashiria vinakuwa hivi, lakini kuna miaka mingine inatokea viashiria hivi vile ambavyo vinatarajiwa kuwa. Kwa hiyo namna ya kufanya utabiri inakuwa mgumu. Lakini kitu kingine ni kwamba matumizi ya teknolojia sasa hivi. Kuna matumizi ya hii kitu kinaitwa artificial intelligence, akili mnemba. Kwenye mamlaka ya hali ya hewa sasa hivi tumeanza nayo kutumia hiyo. Kwa hiyo hapa katikati palikuwa ni kipindi cha wataalamu wa hali ya hewa baadhi yetu kujifunza namna ambavyo tunaweza tukatumia akili mnemba kwenye kuboresha usahihi wa utabiri. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba baada ya kuanza kufanya mchakato huu wa kutumia akili mnemba kwenye utabiri, itaenda tena pia kuboresha zaidi au kutusaidia kuviona vile ambavyo tulikuwa tuvioni kwenye macho ya kawaida wakati tunaandaa utabiri wetu wa msimu na wa kila siku, basi tuweze kuvipata kutoka kwenye akili mnemba ambapo yenyewe inategemea zaidi takwimu kwenye kufikia ile utabiri wa mwisho. Najua utabiri unaofuata bado hujatolewa. Kabisa. Kwanza tuchukue pia nafasi hii kusema kwamba mara nyingi utabiri wa msimu unaofuata huwa unatolewa mwezi mmoja kabla ya msimu kuanza. Huwa tunaweka hivyo mwezi mmoja ili unapotoka mwananchi aweze kuupata na kujiandaa. At least awe na ule mwezi, walau awe na mwezi wa kujiandaa kabla ya msimu husika kuanza. Kwa hiyo matarajio ni kwamba utabiri utatoka mwanzoni mwa mwezi wa pili, kwa maana utabiri wa mvua za masika kwa maeneo yale ambayo yanapata mvua za masika, ambapo kwa kawaida zinaanza mwezi wa 3 hadi wa 5. Kwa hiyo utabiri utatoka. Kwa hiyo tunachowaasa wananchi ni kwamba waendelee kuwa wavumilivu, wasubiri, na tutakapotoa utabiri ule basi iwe ni fursa kwao pia kusoma, kuelewa na kufuata ushauri wa sekta husika. Kila mtu na sekta yake. Kama unafanya shughuli yoyote, basi kama kilimo nenda kwa afisa kilimo. Kama ni mfugaji, mvuvi, basi utaenda kwa afisa uvuvi na afisa mfugaji. Afisa uvuvi na afisa mifugo, ili akusaidie kukushauri kutokana na utabiri unaotarajiwa, basi hatua gani uzifanye ili uweze kupata tija zaidi. Pengine kama una kuongezea la mwisho ambalo labda kiondoka hujasema tafadhali nimebaki. Karibu. Asante sana. Jambo kubwa ambalo napenda kulisema na kuwaasa wananchi ni kwamba kiwango cha utabiri ambao tunaotoa mamlaka ya hali ya hewa, usahihi wake umekuwa ni mkubwa sana, na umekuwa mkubwa kutokana na jitihada kubwa ambazo zimefanywa na serikali kwenye kuwekeza kwenye eneo hili la hali ya hewa, kuanzia uwekezaji wa vifaa, vitendea kazi, lakini pia wataalamu kwenye eneo zima la maarifa kwenye masuala mazima ya hali ya hewa. Kwa hiyo waamini hizi taarifa ambazo tunazitoa, na kama ambavyo tathmini zinaonyesha, tukisema mvua zitanyesha nyingi, wao wenyewe wamekuwa mashahidi. Sasa hivi wanatueleza kweli mmesema hiki kitu, na kweli ndivyo inavyotokea. Kwa hiyo kiwango cha usahihi kimepanda sana. Kwa hiyo wasizipuuze taarifa za hali ya hewa ambazo tunazitoa, wazipokee kwa mikono miwili na kuzingatia na kuzitumia. Uhakika ni mkubwa sana kwamba wakienda hivyo wataweza kujikinga na majanga mengi ambayo yanatokana na masuala mazima haya ya hali ya hewa. Asante.